mtu, na kumbe njia hiyo ni ya mauti. Yesu anawasubiri wote wanaoghairi njia mbaya. Yeye ndiye njia, kweli na uzima. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, na kumbe njia hiyo ni ya mauti. Yesu anawasubiri wote wanaoghairi njia mbaya. Yeye ndiye njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe kwa somo la siku ya leo. Somo la siku nyingine tena kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Niwakaribishe wapendwa katika Kristo katika kujifunza. Tuombe. Mungu wetu, asante. Tunakushukuru kwa kuwa nasi na umeturinda. Tunasema asante. Hatuna cha kukupa zaidi ya kusema asante. Masaa haya tunaingia katika somo. Kae nasi mwanzo hadi mwisho, kwa jina la Yesu. Amina. Karibuni tena kwa siku ya leo. Tujifunze neno la Mungu. Katika kipindi hiki na wakati huu ni wa kujifunza neno takatifu. Katika kitabu cha Amosi sura ya 8 mstari wa 11 hadi wa 14. Kuna ujumbe hapa unaotolewa kwa siku ya leo. Ujumbe ambao unazidi kupaza sauti ya Yesu. Sauti ya Yesu yatuita sasa na tujitoe kwa ajili ya wokovu, na wokovu huu ni kwa ajili yetu. Fungua pamoja nami kitabu cha Amosi sura ya 8 mstari wa 11. Unasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji. Tunakuja katika hili fungu, tunakutana linazungumza habari za njaa. Amosi anazungumzia habari za njaa, nabii wa Mungu, kwamba Bwana ataleta njaa, sio njaa ya kukosa chakula, sio njaa ya kukosa maji. Hivi ni njaa gani hii ambayo inazungumziwa? Kwamba sisi tumezoea kukiwa na maji kunakuwa kuna njaa, tukikosa maji au tukikosa chakula, hivyo vitu viwili, bali tukiwa navyo vyote hatuna njaa, tumeshiba. Lakini hapa nabii wa Mungu anazungumza habari za njaa, kwamba hiyo njaa ni njaa ya aina gani. Nikukaribisha ukaanze nami ili tujue ni njaa gani. Katika hili somo tunakutana na njaa ambayo njaa Mungu anaizungumzia, hazungumzii njaa ya chakula, ugali, au njaa ya kiu, maji, bali anazungumzia njaa ya kiroho, si njaa ya kimwili tena. Mstari huo wa 11 anamalizia na kusema, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Kumbe itafika wakati hatutayasikia maneno ya Bwana. Itafika wakati tutatamani kusikia kuhubiriwa. Itafika wakati tutatamani kuona, kujifunza, lakini haitawezekana. Lakini hatutapata muda wa kuweza kujifunza. Anasema kwamba haitawezekana kwetu sisi kujifunza neno la nani? Neno la Bwana. Haitawezekana sisi kuyasikia maneno ya Bwana. Ujumbe popote pale unapokufikia, mpendwa wa Yesu, mpendwa wa Mungu, hebu badili njia yako, badilisha njia yako. Wimbo unasema badilisha njia, badili njia, badili njia. Tunazidi kupaza sauti ya kwamba badili njia yako
umkiri Kristo. Badili njia yako, uyakabidhi maisha yako kwa Yesu, uachane na maovu ya ulimwengu huu, kwa maana sauti ya Yesu inakuita sasa. Anasema badilisha njia yako. Anasema itakuja njaa, si ya kukosa chakula. Nabii amesema si ya kukosa maji, bali ya kulikosa neno la nani? Neno la Mungu. Kumbe tunapolisikia neno la Mungu, tufungue masikio yetu tusikie, na masikio yetu yasiwe mazito, mioyo yetu isiwe mizito, hata tushindwe kuelewa ujumbe wa Yesu. Ujumbe wa Yesu unaita, ujumbe wa Yesu unasema nasi itakuwepo njaa, sio ya kukosa chakula, bali ya kukosa neno la Mungu. Mstari wa 12 anasema, nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana, wasilione. Watatafuta neno la Bwana. Tutalitafuta neno la Mungu kila mahali, kila sehemu, lakini hatutafanikiwa kuliona hilo neno la nani? Hilo neno la Mungu. Lakini hatutafanikiwa kulisikia neno la nani? Neno la Mungu. Sauti ya mjumbe wa Mungu inapokufikia popote pale, uweze kuisikia, uweze kutubu dhambi, na uweze kuacha maovu yako. Maana itafika wakati utatamani kusikia tena ule ujumbe uliokuwa unaosikia mwanzo na ukaupuuzia, lakini hautaupata. Utatamani kusikia kile kilichonenwa kwa wakati ule wewe wakati upo kwenye maovu, lakini utakuwa umekwisha kuchelewa. Kadri siku kwa siku unapopatiwa ujumbe wa Kristo, unapopatiwa ujumbe wa Mungu ya kwamba dunia imeisha na Mungu anataka kuiharibu dunia, na Yesu Kristo anarudi kuangamiza dhambi na wadhambi wote. Sauti hiyo popote pale inapokufikia utubu dhambi, lakini unapuuzia, ndipo siku kwa siku moyo wako unapozidi kuwa mgumu. Moyo wako unazidi kuwa mgumu kila siku pale unaposikia ujumbe wa Mungu hautubu. Mungu alisema, ninao kondoo lakini sio wazizi hili. Wewe ambaye ujumbe unakufikia sasa na unaupuuzia, hakika mlango wa rehema unafungwa mdogo mdogo. Kwa sauti ya Bwana inapokuita, fungua na Yesu aweze kuingia. Fungua, umkabidhi maisha yako yote Yesu Kristo, maana yeye anarudi kuja kukomesha dhambi. Je, utakuwa kwenye kundi la wadhambi? Tubu dhambi, uache maovu yako. Mstari wa 13 anasema, siku hiyo wanawali wazuri na wavulana watazimia kwa kiu, na hao waapao kwa dhambi ya Samaria na kusema, kama aishivyo Mungu wako, Dani, na kama aishivyo njia ya Beersheba, hao nao wataanguka wasiinuke tena. Anazungumza, anasema kwamba kuna vijana wa kike na wa kiume, wale walio na afya zao nzuri, walio na afya zao njema, walio nenepa, walio na nguvu, walio na kila kitu, afya zao zimeimarika, wamekula wameshiba, wamekunywa wamesanza, kila kitu kipo, lakini anasema wataanguka na kuzimia kwa kiu. Kwa sababu gani wataanguka na kuzimia kwa kiu? Kwa sababu wamekwisha kulikosa neno la Mungu, wametamani kuyasikia tena maneno waliyoyapuuzia. Tutatamani kusikia kile tulichokisikia mwanzo, lakini hatutakipata. Njaa inakuja, njaa ya kukosa neno la Mungu. Anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana wa majeshi, nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Ipo siku hatutasikia habari ya njema ya ufalme wa Mungu. Ipo siku hatutasikia habari njema ya utukufu wa Kristo. Tutakosa na tutatamani, lakini hatutaweza. Kumbuka wakati wa Rutu, safina imetengenezwa, rehema imefika, watu waokolewe, wakakataa ujumbe wa Yesu, wakakataa ujumbe wa Kristo, wakakataa ujumbe wa Mungu, gharika ikawazoa. Ikafika wakati wa kipindi cha Nuhu, gharika ikawachukua. Kipindi cha Rutu, moto ukawaangamiza kwa sababu hawakutaka kusikia ujumbe wa Yesu.
Kipindi cha Lutu watu wanaambiwa waache dhambi, moto utaangamiza. Yesu anatoa rehema, lakini hawakutaka. Ikafika wakati hasira ya Bwana ikajaa, wakaendelea na maovu. Sodoma na Gomora ikaangamizwa. Nuhu anawaambia acheni dhambi, ingieni kwenye safina muokolewe. Watakaoingia wataokolewa na watakaobaki watachukuliwa na gharika. Watu hawakutaka kusikia, wakachukuliwa. Lakini pia watu wa Kanaani, Waisraeli wanaingia Kanaani, wanapewa rehema watu waweze kutubu dhambi zao, waungane na taifa hili takatifu la Mungu lililoagizwa kuingia katika ule mji wa Kanaani. Watu wamepewa muda mrefu, rehema imewafikia, halijakuwa wao ni waasi, wanakaa nchi ya ugeni, sio nchi yao, lakini hawakutaka kusikia sauti ya Bwana. Hawakutaka kuyasikia maneno ya Mungu, lakini ikafika wakati wote wakaangamizwa. Kwa hiyo rehema ya Bwana inapotolewa kwa ajili yetu, tusijifanye mioyo yetu migumu, tusifanye roho yetu kuwa ngumu, tusifanye masikio yetu kuwa hayasikii. Siku itafika, wakati utatimia, Mungu hasira yake itajaa, tutaangamizwa. Na sisi leo hatutaki kusikia sauti ya Bwana. Tunahubiriwa, tunajifanya hatutaki. Tunashika mapokeo ya wazee, tunaacha kulishika neno la Mungu. Tunashika mapokeo ya wazee tuliyopatiwa, tunashindwa kupokea kile Mungu anachosema, tunakipuuzia. Bwana anasema hasira yake itajaa na atakuja kutuangamiza. Hasira ya Bwana itajaa, dunia yote itaangamizwa. Na tutakuwa tumekwisha kuchelewa. Tutatamani kusikia ile sauti ile tuliyoisikia kule siku za nyuma wakati tupo kwenye maovu, tutashindwa. Wakati wa Nuhu, watu walitamani kuingia katika safina wanapoona gharika inakuja, lakini mlango ulikuwa umekwisha kufungwa na aliyeokolewa ni Nuhu na watoto wake na familia yake na mifugo yake. Na wakati wetu sasa ni wakati wa kutubu dhambi, tuachane na maovu. Tutatamani kuisikia sauti tulioipuuza, tutatamani kusikia ujumbe tulioupuuza kwa wakati uliopita. Lakini mlango wa rehema utakuwa umefungwa kwetu, hatutafanikiwa tena kusikia hiyo sauti. Mungu wa mbinguni, Mungu akitie mahali pa juu mbinguni, atubariki sana. Tunapoisikia sauti ya ujumbe wa Yesu, tuweze kuokolewa. Tusikie sauti hii, tuweze kuachana na maovu yetu, maana itafika wakati hatutayasikia maneno. Fungu kuu linatoka kitabu cha Amosi sura ya 8 mstari wa 11. Anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambapo nitapeleka njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa neno la Mungu. Kichwa cha somo kinasema njaa ya kukosa neno la Mungu. Hatutalisikia tena neno la Mungu endapo mioyo yetu itakuwa migumu na mlango wa rehema ukafungwa, Roho Mtakatifu akatoka ndani yetu. Itakuwa ndiyo basi, bali tutubu dhambi kabla ya hiyo njaa iwapate wengine na sisi. Ujumbe huu unapokufikia mahali popote pale, ukumbuke ya kuwa neno la Bwana linasema tutakosa kuyasikia maneno ya Bwana na watu wenye afya zao watazimia. Tukiwa na afya zetu njema tutazimia kwa sababu tumepuuza. Mungu atubariki sana na Mungu atusaidie sana popote pale tulionapo hili somo tukaweze kubadili njia yetu. Mungu akubariki sana. Tuombe. Asante Mungu, tunakushukuru. Umekuwa nasi mianzo hadi miisho, jina lako litukuzwe. Tunapofika hitimisho, jina lako likatukuzwe. Msikilizaji na mtazamaji akaokolewe. Kwa imani tumeomba kwa jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki sana.